Maisha ya mwanadamu ni kama fumbo ambalo huwezi kujua nini kinafuata mbele yako. Hali hii imesadiki kwa kijana Hassan Sudi Kidogo mwenye umri wa miaka 32, mkazi wa Kibele, wilaya ya Kati, aliyepoteza matumaini kwa kuwa kitandani kwa miaka 2 sasa. Ni nini hasa kilimpata hadi kufikia hali hii? Chanzo cha maradhi yangu ninavyoishi ni ajali. Ndio chanzo cha maradhi yangu. Ndiko natoka zangu huku kusini, natoka zangu Kibele kuna ndani Tunguu, umepakia kwenye Honda. Baada kufika kwa Manga, nadhani ndio dereva wangu shimo liko hajaliona, tuingia shimoni ndo tukaanguka. Basi tulikuwa kwa Kaganda, sikumbuki vizuri. Lakini tangu pata ajali mpaka leo hii naona kama mwaka mmoja na miezi kama 3. Mwezi mmoja ndika sijui kama miezi 2 au mwezi mmoja na nusu. Wanavouliza daktari wanasema sijaumia, lakini nashangaa au sijaumia afu sikai kitako wala sitembei. Sasa ndo sijajua hapo. Mguu, mkono, kina kiuno na kichwa pia ndishonwa. Anamsaidia huduma matibabu mpaka sasa hivi, na ninavyohisi mamangu mzazi na dada yangu pale na ndugu zangu na wawili wa kiume. Ninavyohisi na ndo hao tu. Si haba, alhamdulillah, Mungu anasaidia. Kula nyumbani ndo mama yupo huyo. Kwa kipindi hichi naishi dawa situmii naona. Lakini hapo mwanzo nilikuwa natoka hospitali na dawa nakuja kula nyumbani, lakini sasa hivi situmii dawa. Kwa muda gani unatumia dawa? Na tangu niache kutumia dawa na si kama inafika miezi 2 sasa hivi mpaka 3. Kutokana na hali hii, mama mzazi wa Hassan, Mwashamba Mwalimu Daima, anaeleza mazila anayopitia mtoto wake, huku akiomba kupatiwa msaada wa hali na mali ili kumudu harama za matibabu ya kijana wake. Kwa hiyo amepata ajali Tunguu, wilaya ya Kati, kapakiwa kwenye bodaboda na gari kubwa. Kaumia ubavu wa kichwani mpaka miguuni, kiunoni. Tumeenda hospitali, vipimo vyote tumemaliza, tukisema hawajaumia. Kuna mshipa mmoja mwembamba tulibakia kwenye sehemu ya kichwa huko alikopasuka mpaka huko. Ndio ulikuwa hauna mawasiliano. Akatambia tusimkane, tumtizame tu ataweza kwenda kama kwa miaka 3 kadhaa. Tukaambia tukatie rufaa tumsafirishe, akakataa, hakukubali. Ndio tukaa tunaye nyumbani, tunaenda naye Mwera, tunarudi, akaenda leo afungwe dawa, kesho arudi asifungwe, tuambiwe dawa hamna. Au tunakwenda bure, tunaharibu pesa tu, hatufanyi chochote. Changamoto nyingi tu siwezi kuzimudu, maana siwezi kumsafirisha, sina pesa, sina chochote huko ndani. Nimejitahidi kadri ya uwezo lakini ninashindwa. Naomba mtusaidie kwa madiwani, kwa serikali, kwa maraisi, tupewe na vifaa. Maana niko peke yangu, sina baba, sina mama, angalau na kigari, sina pesa za kupelekea hospitali, sina za kumtibia, watusaidie viongozi. Juma Kumba Juma ni diwani wa kuteuliwa. Anasema mara baada ya kupata taarifa ya kijana Hassan, amefika kwa lengo la kumsaidia kutokana na hali aliyokuwa nayo na kuwataka wadau wengine kuguswa na hali hiyo. Kiukweli mara ya kwanza nilipokuja baada ya kuona, nilianza kutoa msaada wangu. Lakini pia nimeamua mimi kama diwani kuweza kumtafuta daktari kuja kumwangalia, lakini pia kunishauri kwamba nini kifanyike juu ya mgonjwa huyu. Lakini pia niko tayari kuanzia mimi mwenyewe binafsi kuweza kumsaidia, ikiwemo chakula, malazi, kwa sababu ukiangalia hata sehemu ambayo analala ni mtihani. Lakini pia anahitaji vifaa kama vile Pampers, kwa sababu si mtu ambaye anaweza akainuka akaenda pahala, na vitu vingine vya kimatibabu ambavyo mimi nitajipiga kifua kadri Mwenyezi Mungu alivyonijalia niweze kumsaidia. Lakini pia naahidi kwamba nitatafuta wadhamini au watu waweze kumsaidia zaidi, kwa sababu mimi diwani siwezi kulimudu lote, lakini
kwa nafasi yangu nitahakikisha kwamba najaribu kutafuta watu waweze kumsaidia zaidi, kwa sababu naye ni binadamu. Wito wangu kwa viongozi wenzangu, tutambue tu kwamba uongozi ni wito na sisi tumekubali kuwa watumwa. Kwa hiyo kama ni watumwa, maana yake tuwatumikie wananchi. Isiwe kwamba kiongozi unasikia au unaambiwa au unapata taarifa ya tatizo la mwananchi wako basi unashindwa hata kwenda kumuona. Maana yake hata kama usimpe kitu, lakini kitendo cha kukuona tu akaona kwamba kiongozi wangu kaja nafarajika. Hizo nafasi tulizonazo ni sababu ya wao, kura zao na mambo mengine. Kwa hiyo mama aliposema kwamba Mheshimiwa Dr. Samia kwamba kazi na utu, maana yake tusikubali kufanya kazi tu. Utu ndo huu kuja kuafika hatua hata na sisi binadamu wenyewe kuja kuangaliana, kupeana nasaha, kukaguana kama hivyo mtu anaumwa, kuweza kuja kuona. Ndo utu wenyewe. Sio unapata uongozi halafu unabakia wewe ni kiongozi kama wewe, unaendelea mambo yako mengine, wananchi unawaacha. Huo sio uongozi. Kwa mujibu wa Daktari Bakari Mohamed Faki kutoka kitengo cha dharura hospitali ya wilaya Mwerapongwe, ambaye alifika kwa ajili ya kuangalia hali ya Hassan, anasema kutokana na hali hiyo Hassan atatakiwa kuwa na uangalizi maalum. Mgonjwa wetu kweli alipata ajali muda wa miaka 2 iliyopita. Alikuwa ni mwezi wa kwanza mwaka 2024 kama mwendesha chombo cha maringi mawili. Alipata ajali hiyo na iliyomsababishia majeraha sehemu ya kichwani, lakini pia kwa mujibu wa kumbukumbu za matibabu yake ilionekana pia alipata majeraha sehemu yake ya shingo, jambo ambalo lilipelekea kupoteza hisia upande wa mkono wa kulia na kushindwa kufanya kazi. Hawezi kutembea wala kukaa. Kutokana na vipimo alivyofanyiwa na majeraha aliyopata, alilazimika kufanyiwa operation katika kitengo cha mishipa hisia hospitali ya taifa Mnazi Mmoja. Na hadi sasa mshono ule ulienda vizuri, lakini baada ya muda kidogo unaonekana kuleta changamoto ya kupata kidonda kile kurudi na kutoa uchafu. Baada ya kumfanyia uchunguzi na kuona kwamba anahitaji matibabu, tayari tumeshafanya jitihada za kuorganize namna gani tunaweza tukamsaidia, ikiwemo kwanza kurudi tena hospitali pamoja na mashirikiano ya uongozi wa diwani na kumfanyia vipimo. Lakini pia mgonjwa wetu huyu kwa hali alionayo atakuwa anashindwa kuendelea kukaa au kufanya kazi zake, na maana kwamba amepata permanent disability. Kwa aina hiyo ya ugonjwa ni mtu ambaye anatakiwa aangaliwe katika huduma za kijamii, lakini pia na masuala mengine ya kimaendeleo, kwa sababu ni mtu ambaye anahitaji awe na ukaribu wa kuangaliwa katika afya yake yeye binafsi, ikiwemo kumpatia elimu ya kumugusa, ikiwemo huduma ya viungo, mazoezi ya viungo, lakini pia kuchunguzwa kwa maradhi mengine ambayo mtu anaweza akayapata endapo atakuwa anashindwa kutembea na kulala kwa muda mrefu, ikiwemo vidonda vinavyotokana na kulala sana au pressure sore tunaita. Katika mtazamo kama huo, mwenzetu huyo anahitaji usaidizi wa hali ya juu, ikiwemo kwanza kumtembelea, kumuona, kumfanyia matibabu, lakini pia ikiwezekana pia kurudi tena katika kitengo cha neuro hospitali ya Mnazi Mmoja, kwa sababu kidonda chake kilipo cha kichwani ambacho kwa kinaendelea kutoka uchafu bila shaka kina uhusiano na ubongo, jambo ambalo linalazimika kurudi tena pale, kwa sababu hospitali zetu hizi ndogo ndogo zinaweza kushindwa kumhudumia mgonjwa wetu huyo. Ujio wa diwani huyo Hassan ameupikiaje na ni yapi matarajio yake? Angesaidia matibabu na kula pia ndo uzuri. Si hapa mimi naomba dua kama leo hapa ni ukiangalia pale mfanye kazi zangu wanangu wapunguze kulia, lakini tena ndo mambo tu. Kusema kweli mimi kazi yangu tuko konda gari ya mawe na boda boda. Na siku moja nitakaa kibarua kwenye nyumba tofali. Furaha nayo kubwa tu, Mungu amjalie anisaidie tena nataka kama pana uwezekano kama kwa mwezi huu Mungu akinijalia nikiweza kutembea itakuwa ndo vizuri sana. Na imani Mungu atamjalia ataweza, tunamenta Mungu atanijalia nitafanikiwa. Uwezo wangu nitautimiza. Mtazamaji wa ASAM Online TV, kutoa ni moyo na si utajiri. Kwa yoyote ambaye ameguswa na hali hiyo anaweza kumsaidia. Endelea kufuatilia taarifa zetu mbalimbali na usiache kushare pamoja na kusubscribe. Mimi ni Angel Paul, nyuma ya kamera ni Jabir Ridwan.